kushukuru na kupongeza uongozi wa mkoa, hasa mkuu wa mkoa wa Tanga ambaye kwa hakika amesaidia sana mwaka huu kutatua hili tatizo la kiwanja. Na huu mkao wa leo wa swala yetu ni katika jumla ya juhudi alizozifanya yeye hasa mpaka tukafanikiwa leo kukaa hapa kwa utulivu na wema. Vile vile napenda kuchukua fursa hii kushukuru uongozi wa halmashauri chini ya kaimu mkurugenzi aliyokuwepo, ambaye ametusaidishia mambo mengi mpaka kufikia hatua hii ya leo, wakiwemo pia viongozi wa vyombo vya usalama ambao mnawaona hapa leo wametusaidia sana katika kuweka mambo sawa. Kwa hakika ni juhudi ambayo tunaishukuru na tunaipongeza. Napenda kuwaambia ndugu zangu katika imani kwamba moja ya sababu ya kukiacha kiwanja cha Tangamano ni ile hali ambayo imejitokeza miaka 2-3 ya nyuma, kwamba kiwanja kile asili yake ni kiwanja ambacho ni cha jumuiya ya wananchi, wanaita ni public area, ambapo kila raia wa nchi hii wakiamua kufanya mambo yao katika uwanja ule wanayafanya. Na sisi tumeona mbali ya watu wa dini mpaka na watu wa siasa, watu wa sanii, wa michezo wanafanya shughuli mbalimbali pale Tangamano. Lakini kutokana na kuvamiwa na wafanyabiashara lile eneo, sasa haki za raia wengine zimekosekana. Kwa hiyo serikali juhudi ambayo inaifanya hivi sasa ni kukiacha kile kiwanja kiwe hivyo hivyo kama vile kilivyokusudiwa mwanzo, kwa matumizi ya wananchi kwa ujumla. Na wafanyabiashara wamejengewa jengo kubwa sana kule Kange, wanatakiwa wahame. Sisi tunachotaka kuambia hawa ndugu zetu kwamba kama ikiwa wataitikia wito wa serikali kwenda kule, ni hofu tu za kimaisha na riziki, lakini sidhani kwamba eti kwa wao kuhama pale Tangamano basi watakosa riziki zao, kwa sababu moja ya sababu ya kukataa kuhama pale au kuondoka ni kuona kwamba labda wakiondolewa pale riziki zitakimbia. Hapana, Mwenyezi Mungu ndio Razzaq. Sisi tutaendelea kuswali hapa tukipata fursa mpaka pale ambapo ule uwanja wa Tangamano utakapokuwa tena hauna shughuli za kibiashara. Lakini tumegundua kwamba kumbe na huu uwanja nao pia unatosheleza kwa kiasi fulani. Tunajua kwamba huko tunakuja mbele utakuja kuwa na dhiki huu uwanja, lakini kwa hali iliyokuwepo tutaendelea katika hizi siku zinazokuja insha Allah, Mwenyezi Mungu akitupa uzima na afya, tutaendelea kujumuika hapa. Tumejaribu mara ya kwanza na alhamdulillah tumefaulu kwa kiasi kubwa sana. Kweli kuna msongamano hasa kwa upande wa magari, lakini pia zimepatikana njia ya kuweza kuyahifadhi yale magari mpaka hivi sasa tunamaliza shughuli za ibada. La mwisho ndugu zangu ni kwamba kama alivyotangulia kusema mwenyekiti wa kamati ya maandalizi, kwa hakika kamati hii tunaipongeza na kuishukuru kwa juhudi zake ambazo zimeanza tangu mwanzo wa mwezi wa Ramadhani. Hii mambo ya kutafuta kiwanja, vifaa mbalimbali ambavyo vimewezesha hizi shughuli za leo za ibada ni juhudi yao wanaoifanya kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kilio chao kikubwa kama mlivyomsikia mwenyekiti ni hivi vipaza sauti au mashine za kusaidia kupaza sauti. Hivi mnavyoviona hapa vyote vimekodishwa. Kwa nini sisi Waislamu tusiwe na vyetu tena viwe vikubwa sana? Kwa sababu tunaona watu wa dini nyingine kama shughuli kama leo ungekuta kuna semi trailer ya vipaza sauti
pamoja na mashine za umeme za kuzalisha umeme, majenereta na kila kitu. Wao wanaitangaza batili na sisi tunaitangaza haki. Kwa nini tuwe nyuma neema? Sisi Waislamu twashukuru kwamba tuna nyoyo za kutoa. Kwa hiyo itumike fursa hii kukumbushana jambo la kheri, kwamba Mungu akitujalia tukiwa wazima na afya, mwakani tuwe na vyombo vyetu sio vya kuazima, kwa sababu huko wazima kuna madhila. Bahati tunakuta kwamba leo kwa upande wenzetu wengine wako katika funga, lakini kwa sikukuu ambayo haina funga ndani yake, mara nyingi tuwapata tabu kukodisha vyombo hivi, kwa sababu tunatanguliwa na wale watu wanaofanya mambo ya kitawuti, mambo ya miziki, mikusanyo ovyo ovyo. Kwa hiyo mara nyingine tunadhalilika. Kwa nini tusiwe na vyetu? Na mimi siamini kwamba haiwezekani, kwa sababu tuna mambo makubwa kuliko vyombo hivi. Hivi vyombo si ghali hivyo, pamoja na kwamba gharama sio ndogo pia, lakini naamini kwa ule mchango wenu ambao mnaotoa, japo ukiwa mdogo kiasi gani, Mwenyezi Mungu anaufungulia baraka. Nasema hivi sasa kwa sababu tumshamaliza ibada ya swala na mkusanyiko huu, lakini kamati tunaiagizishia kwamba iweke mpango maalum wa kuweza kuchangisha michango ya wazi. Halafu vile vile waambiwe Waislamu kwamba vyombo hivi vina thamani gani, ili waweze kuchangia, kwa sababu kuna wengine wanaweza wakachangia vyombo vyote, mtu mmoja wawili, inawezekana. Lakini kama ikiwa itashindikana, basi hii shilingi 10 yako utakayoitoa au shilingi 10,000, naamini kwa muda hii miezi 12 iliyobakia hivi sasa mpaka tukikutana tena kwenye sikukuu hizi, basi itakuwa tayari tunavyo vyombo hivi. Kwa hiyo kwa haya machache, mimi nawatakia sikukuu njema, nawatakia kila la kheri. Watu warejee majumbani, wakale haya machaprosi yao walioandaliwa huko majumbani. Nawatakia kila la kheri. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.